Geza Dr. Mohamed Ali Suleiman. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimuulize Mheshimiwa Waziri swali moja dogo la nyongeza lenye kipengele A na B kama ifuatavyo. Kwa kuwa miaka miwili imepita toka baraza hili kupitia podium hiyo hiyo ambayo amesimama yeye Mheshimiwa Waziri aliyekuwa na dhamana kipindi hicho alisimama akasema kwamba maslahi haya watumishi wa kada ya manunuzi yatafanyiwa kazi pindi kanzidata ya wataalamu wa manunuzi itakapomaliza katika taasisi za umma. Je, kanzidata hii bado haijamaliza? Na B, kwa kuwa kada hii ya manunuzi ni rahisi sana kwa watumishi wake kushajihishika na kuweza pengine kupokea hiyo tunayoita 10% na kutengeneza mianya ya rushwa, je, kutokuwapa maslahi watumishi wa umma kwenye kada hii kwa muda mrefu na kilio cha muda mrefu, hamuoni kwamba serikali mnatengeneza mianya hii ya rushwa? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi wa Mtambwe swala lake lenye kitoto A na B kama ifuatavyo. Amesema kwamba ni lini, kwa maana ya utaratibu wa kanzidata waziri aliyepita ama kipindi kilichopita ilisemwa katika mazingira kama haya. Nimesema na naendelea kusema, toleo hilo nililolitaja lilifuatiwa na toleo la tarehe 13 pia mwezi wa 11 23 kwamba pamoja na mambo mengine tunahitaji taarifa za hawa watu zote zinazohusiana na uzoefu wao, zinazohusiana labda pengine na elimu zao, vitu kama hivyo. Lakini kama kwamba haitoshi, tunahitaji hawa watu kuwa wote wawepo kwenye, tunawa centralize wawe katika Wizara ya Fedha moja kwa moja. Utaratibu huu si utaratibu wa leo na kesho kama ilielezwa hivyo. Hadi sasa tunaendelea na utaratibu huo na si muda mrefu kama ambavyo inasemwa, kwa sababu taasisi hii inaendelea kusema sheria, kabla yake kulikuwa na sheria ile ya uondoaji wa mali ya umma. Hii ni sheria mpya ya kuwa centralize hawa kwa maana ya miaka miwili sasa hivi, si muda mrefu ambao tunaweza kusema kwamba wamechukua muda mrefu kabla ya kufanyiwa maslahi yao haya. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba bado utaratibu unaendelea ili kuhakikisha kwamba utaratibu huo utakapomalizika maslahi ya wanunuzi, na ndio maana tukafanya hivi kwamba tuwe nao sisi kama Wizara ya Fedha, then hichi kitu ambacho kinaitwa maslahi yao tuweze kuyakamilisha. B, anasema kwamba hii 10%. Kwanza nikiri kwamba hii ni sehemu nyeti ambayo wanunuzi hawa wanasimamia manunuzi ambayo kuna miradi mikakati mikubwa tu ya ambayo inaweza kuwashajihisha wao issue ya rushwa. Lakini haya tunayafanya ili kuwaboreshea maslahi yao, kuepusha haya ambayo tunasema kwamba tunaweza tukaingia katika swala zima la rushwa. Kwa hiyo bado utaratibu tunaendelea nao. Tutafika pahala kama taratibu zote hizi zikisha kukamilika, maslahi ya watumishi hawa au maafisa hawa wanunuzi yatakuwa sawa na tatizo hili litaweza kuondoka. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri.